Karibu mtazamaji wa TBC1 katika udondozi wa magazeti katika awamu hii ya kwanza ya Jambo Tanzania. Habari Leo nikilitazama katika ukurasa wake wa mbele, habari kubwa hapa: msako vyuoni wa NASA, wanafunzi hewa 139, wamo marehemu, wamo pia walioacha vyuo. Lakini pia kuna habari hapa inayosema Wachina watoa trilioni 16 reli ya kati ya kisasa. Na habari picha anaonekana Rais Dr. John Magufuli akizungumza na rais wa benki ya Exim China Liu Liang katika ikulu ndogo ya Chamwino huko mkoani Dodoma. Hivyo ndivyo linavyoandika gazeti ya Habari Leo. Gazeti la Rai lenyewe linasomeka hivi: Kinana kubaki CCM, imeandikwa kwa mtindo wa swali. Uwezo na uzoefu wa kukiunganisha chama wa mbeba. Vile vile kuna habari nyingine hapa katika ukurasa wa mbele wa gazeti la Rai inayosema nitapunguza wafungwa. Hiyo ni kauli ya Mrema. Moja ya changamoto kubwa zinazoyakabili magereza nchini ni mrundikano wa wafungwa na mahabusu. Kutokana na changamoto hiyo, serikali imekuwa na jitihada mbalimbali za kuhakikisha inalipunguza na kulimaliza kabisa jambo hilo. Miongoni mwa mikakati inayofanywa na serikali ni kujenga magereza na mahabusu mpya, kutoa adhabu mbadala na wakati mwingine kutoa misamaha kwa wafungwa walioonyesha kujutia makosa yao na kuwa na utayari wa kujirekebisha. Habari hii inaendelea kwa undani katika ukurasa wa 16 na 17. Gazeti Uhuru lenyewe linaonekana hivi: Kinana awachana wapinzani, asema wamejijenga kiwana harakati na kujipatia umaarufu kwa njia ya vituko, aponda uamuzi wa kususia bunge kuwa ni kuwanyima haki waliowachagua. Lakini pia kuna habari isemayo ujenzi wa reli ya kati kuanza. Gazeti la Raia Tanzania lenyewe linaonekana hivi: Lowassa abadilika, akiri kushindwa uchaguzi mkuu wa mwaka jana, Bavicha wanachama waandishi wabaki midomo wazi. Lakini pia kuna habari isemayo mashine za EFDs za mponza bilionea, hofu ya kufilisiwa na serikali ya Tanda, wafanyakazi wake waanza kumkimbia, ndugu wadai tulimwonya hakutusikia. Gazeti Majira, Lowassa CCM haibaki 2020, ataja mikakati ya kuiondoa, asisitiza ushindi upo njenje, ashangaa nafasi za ajira Rais Magufuli kuwapa madaraka CCM. Gazeti Mtanzania linasomeka hivi: bilioni 1.5 za mweka Mtanzania rehani, ni yule anayeshikiliwa na maharamia wa uzaunga huko Pakistan. Umma Tanzania linaandika Magufuli aikamata CCM, wapambe wa Lowassa njia panda, vyama vya upinzani hofu tupu, safu mpya ya hapa kazi tu yaiva. Gazeti la The Guardian la Kiingereza lenyewe linaandika IMF yaionya serikali kupunguza matumizi, wakati Magufuli akiokoa kiasi cha shilingi bilioni 7.6 za mkopo. Haya, Daily News lenyewe linaandika serikali ya China kusaidia katika ujenzi wa reli ya kati. Nikiangazia michezo, magazeti hususan kabisa kwa michezo, Sporti Starehe lenyewe kama unavyoliona linaandika Simba fu kicheko kinachofanyika Moro, tema mate tumchape. Lakini pia kuna habari isemayo wabaya wa Medeama waita Yanga. Gazeti la Burudani lenyewe linaonekana hivi: Yanga ya timua wageni, siachi soka kauli ya Dembaba. Haya, gazeti la Umma Tanzania, mashabiki waisubiri Simba ya kimataifa. Gazeti la Mtanzania lenyewe linasomeka hivi: Yanga tupo tayari kumwachia Pluim. Haya, hadi hapo basi nihitimishe udondozi wa magazeti.